John Seka. Mimi ni wakili wa kujitegemea katika mahakama ya Tanzania, lakini pia ni katibu mkuu na katibu mtendaji wa chama cha mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tumekuja na wenzangu tukiongozwa na wakili mwandamizi kutoka Mahakama Kuu ya Kenya, Mama Martha Karua, kuja kuangalia mambo yanaendaje katika kesi zinazokabili mwanasiasa maarufu lakini pia mwanasheria mwenzetu Tundu Antipas Mughai Lissu. Leo alikuwa na kesi mbili, alikuwa na kesi ya uchochezi katika mitandao, lakini pia alikuwa na kesi ya uhaini. Kwa hiyo tumekuja kuangalia kama watazamaji huru namna ambavyo kesi hizi zinaendeshwa katika mahakama yetu. Kwa hiyo sisi kutoka chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki kama wadau muhimu wa haki, lakini kwa kuwa Lissu pia ni mwanachama wetu, tuliona iko haja ya kuja kuangalia mwenendo huu na kuona ni namna gani na sisi tunaweza tukasaidia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba haki inatendeka, lakini wananchi wanajua nini pia kinachoendelea kutoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuangalia ni namna gani tunaweza tukasaidiana kuhakikisha kwamba haki na ustawi wa dunia nzima ya Afrika Mashariki, mawakili na wasio mawakili wanaweza kufuatilia. Kwa hiyo hayo ni machache, tutaongea zaidi baadaye baada ya kesi kumalizika, kwa sababu sasa hivi kesi bado inaendelea ya uhaini, lakini tutatoa maelezo zaidi baadaye. Lakini najua kabisa Martha Karua kama wakili mwandamizi lakini mtu mashuhuri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki anayo mengi ambayo anaweza akasema yeye kama mgeni wetu, ili tuweze kupata mazuri kutoka kwake. Na kama ambavyo mnajua kwa siku za karibuni Martha Karua amekuwa ni mtetezi wa haki za binadamu, amekuwa akifanya hivyo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amehudhuria mambo hayo kwenye kesi inayomkabili Dr. Kizza Besigye kule Uganda na kwenye kesi ya wakili Aaron Kizza Uganda. Kwa hiyo ana mengi ambayo anayakuwa ameyaona kutokana na namna ambavyo anahudhuria hizi kesi mbalimbali, na ana mengi ambayo anaweza kutuambia, kutusaidia kupata mwelekeo wa nini kinaendelea. Karibu Martha.